shuleni hapa, kwa sababu kwa mara ya kwanza tumeanzishiwa misa siku ya Pentekoste na fara kijana mgeni kwa muda. Nadhani kitu ambao kwa niwaambia leo katika misa ambayo hapa na jana kule, leo ni shirika letu na Roho Mtakatifu lilipoanzishwa. Nani ni siku ambayo itakuwa kipekee pale kwa sisi. Kwa mara ya kwanza tumefanya misa kwa ajili ya vijana kwa kijana. Tangu ulimwengu umeumbwa, kipindi kwa kweli. Sasa nataka nialike watu wachache hapa. Hapa viongozi wa vijana hapa na viongozi wa vijana kule Teresia hapa. Wapasheni vijana wao. Wapasheni viongozi wa hapa wetu na wa kule Teresia. Pasha. Mara moja kwa kuzile na wasoma basi nitaalika vijana wengine wawili sasa ambao nataka na nafasi. Naomba tumwandike mwalimu Vitalis. Pasheni mwalimu wetu ni kijana anaanza kidogo. Pasha. Kwa kusema sababu ni basi. Upande huu wa kulia na mwandika Crispy pia ni kijana anayetoka ujana na anaingia uzeeni. Hao wana familia wanataka basi wakazana kama tupashie Crispy, tupashie pasa. Kumaanisha sababu ni hawa ni watumishi hapa kwa sababu ni uongozi ambao umetukaribisha hapa. Waliniomba viongozi wa kule Teresia na wa hapa waliniomba fadha tufanyeje sisi tuanzishe jambo letu kama vijana. Na nikasema mimi ni nani wa kusema hapa, kwa sababu nyinyi ndio kanisa. Yaani miaka ijayo mwenyewe anakuwa ndio mwenyekiti wa hii parokia. Na mwingine sio atakuwa ni wa WATA, mwingine atakuwa wa WATA. Kwa sababu huyu ni mwenyekiti wetu wa WATA. Naomba niwape hii maiki wasema wao mpaka viongozi wetu wa vijana Teresia na huko. Naomba nianze na viongozi wangu hapa. Wala ambao wafahamu wanasema wanataka majina yao tu. Lakini msitaje namba ya simu. Ndio wengine wanataka kuchukua namba ya simu hapa. Labda mtaja business sana, lakini kama mtaja majina yenu na nafasi zenu katika hizi zetu pia. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Rafael Simon Mwalimu, ni katibu mkuu wa parokia Mtakatifu Agustino Salasala upande wa vijana. Mapendo. Majina ni Constance Nicholas Sinza. Mimi ni makamu mwenyekiti wa viwao hapa parokia. Mungu ni mwema kila wakati. Napendwa sana. Kwa jina naitwa Aliyo Sango, ni mwenyekiti wa hapa parokia. Karibuni sana.
hawa wawili ambao George Mura mpaka sijaelezana nasema somo la Mungu, somo ni somo hawa wawili mnawafahamu kwa sura kwa sababu labda ya ibada zetu hapa, lakini leo nataka niwape nafasi wazungumze na sisi kwa sababu wataelewa wametoka kwenye ujana, bado wako kwenye ujana, lakini ni wazazi wa familia zao. Wazungumze machache, tunawaambia tutafuteni chochote kitu kwa sababu watakuwa wanaelewa. Sisi vijana ulimwenguni ni mkubwa sana, kuna mambo mengi, mambo ya uchumi, mambo ya biashara, ya maisha ya kawaida. Wengine tunachukiana huko, wengine tunataka familia. Labda hawa watakuwa na sisi, watatambulisha, watapigana kwa nani anaanza. Labda tunaangalia sisi ni umri, ni urefu au ni nini. Basi swali ni ile basi kama kutambulisha na mwangalie nani ataanza kuongea na vijana. Tuwapende muda, msio shaka vijana nitawapatia chochote kitu, tutapata vitafunio, msio na tuwasikizeni hawa. Kwa kuanzia tuanze. Basi mama na watu wengi wataanza. Kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana wapendwa, nadhani jina langu linafahamika, sio? Mimi naitwa Peter Siasa, ni mwanakwaya wa Mtakatifu Agostino. Nilikuwa mwenyekiti wa wakati wa mstari. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, daima naitwa Kristo Mchaga kama ninavyotambulishwa na Baba, ni mwenyekiti wa mwaka. Jambo moja tu na kuweka sawa, mimi sio mzee. Lakini naomba kuweka sio mzee. Kwa hiyo naomba kujua tangulie kusema kile kilichokuandaa kwa sababu ni mdogo wetu. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kama vile nimesema, nadhani tunafahamu kuna mapadri wale, kuna masista na wengine ni wanasoma seminari. Mimi ni mtu wa kawaida, sina cheo kanisani hapa sasa hivi kwa Mungu. Nadhani wengi mnafahamu hivi. Na ningependa katika siku ya leo niliposikia hii nafasi ya kuwepo, nikajiona na mimi nina jukumu la kuongea na vijana wenzangu. Kuna wengine hapa ni marafiki zangu, wanaweza kuwa pia na mimi ni watoto wangu, wanafunzi wangu. Lakini basi leo nimetamani washirikishe kitu kidogo ambacho nilikuwa nimejiandaa nacho. Sitaandika sana kwa mambo ya Biblia, lakini nitakayokuwa nasema nitakuwa yanaendana na maisha ya Biblia. Na sitafanya kunifaa sana kwa Biblia kwa sababu mababa ni kazi rasmi nono, lakini mimi nitaenda bila kwa. Kwa hiyo katika utangulizi kama nilivyosema, mimi sio padri, ni mtu wa kawaida, lakini leo najisikia kuwaelezea kidogo kuhusu safari ya maisha yangu au pengine nitawasaidia kwa uchache tu. Neno la Mungu linatuambia msiogope, kwa maana mimi nipo pamoja. Nadhani katika Biblia imeandikwa mara nyingi sana. Kwa vijana kama ambavyo Baba Mungu ametuambia, nyingi sana, hofu nyingi sana, na pengine hii hofu inatufanya sasa tushindwe kutekeleza majukumu yetu kama vijana katika kanisa au katika jamii. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia tusiogope, kwa maana Mungu pamoja na sisi. Kwa hiyo katika kipengele cha kwanza ni Mungu anatumia watu wa kawaida katika kufanya kazi zake. Tulikuwa pamoja na watu wa kawaida. Ndio ni mtu wa kawaida, lakini niko pamoja na nyinyi. Kaka hapa nasema tunafahamu ni mwenyekiti wetu wa Rwanda, lakini mtu wa kawaida ambaye tunamwona ni kama vile tulivyoeleza katika masomo mapadri ya Roho Mtakatifu. Kila mtu ana vipawa vyake ambavyo vinaweza kutumika kabisa. Kama ambavyo tunakumbuka Mtume Petro alikuwa ni mvuvi. Sisi tunakumbuka alikuwa kwenye ule wimbo. Alikuwa ni mvuvi, lakini Mungu alimfanya kuwa mkuu.
Tunakumbuka Daudi pia alikuwa ni mchungaji mdogo, lakini Mungu alimfanya kuwa mfalme. Maana yake ni kwamba hata sisi katika wakati wetu, katika hali zetu, katika changamoto zetu, au katika yale tunayopitia, bado Mungu anaweza kufanya tukawa wakubwa katika kutimiza kazi yake. Tena aweka kidogo. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, mimi nilianza kutoka kijijini kwetu katika shule, nikaanza kazi nikiwa kama mfanyakazi wa kuhudumia wateja. Ilikuwa inasumbua kidogo, nani wengi wanaweza kujua mimi sina namna au mtu mwingine anaweza kualisha kufanya kazi za kuelezea simu ya wateja kutoka mwenyewe. Ni kazi ambayo kidogo inasumbua, maana wakati wote wewe unapokea matatizo ya watu, lakini mwingine anaweza kuona sasa bwana, mimi sasa nakuwa tunasikiliza matatizo ya watu, lakini wakati mwingine unasikiliza matatizo ambayo wewe hauna suluhisho au hauna majibu. Unaweza kukata tamaa, kusikiliza malalamiko ya watu, kutatua shida za watu, lakini wakati huo mimi sikufahamu kama Mungu alikuwa ananipangia kitu cha kufanya, ananifanya kuwa mtu fulani. Kwa hiyo katika kila kazi unayofanya sasa, hata kama inaonekana ndogo, hata kama inaonekana ni ahadi gani, hata kama wewe mwenyewe au watu wanaodharau, bado ni kitu cha maana kwenye maisha, kwa sababu Mungu ndiye anapanga maisha yetu na ndiye anatupitisha kwenye hizo njia. Kumbuke kwamba tangia tulipozaliwa au tangu alipotuweka kwenye matumbo ya mama zetu, alituwekea njia zetu ambazo tutapita na hatimaye tutafika kwenye malengo. Kwa hiyo ushauri au unachoweza kusema katika kipengele hiki, usidharau hatua ndogo unayokuwa nayo kwenye maisha yako, hata kama wengine hawataiona kama ina thamani, ni mradi unafanya kitu maana. Tumsifu Yesu Kristo. Nadhani tumeelewana hapo. Kipengele cha pili. Kipengele cha pili ni subira ni silaha. Sasa kwenye hii ya subira nitamkumbuka Baba Kongo jana wakati tunasubiri baada ya ndoa hapa. Bwana harusi alichelewa. Lakini jana pia nilipata funzo ambalo nimejiongezea leo katika kitu ambacho tunakieleza. Mara nyingi tumekuwa tukiwaza mtu anadhani kwamba ninaweza nikatoka hapo nje nikawa na gari, nikawa na nyumba, nikawa na mafanikio makubwa, au nikawa kama mtu fulani hivi ambao unaona huko duniani. Kitu ambacho sio sawa sawa. Ni subira kwenye kila jambo. Kama nilivyotangulia kusema kwenye zile hatua za awali, unaweza kufanya kitu kidogo, Mungu akakupa kidharau. Ukumbuke Mungu anaweka baraka kwenye hicho. Kwa hiyo tunahitaji kusubiri, tunahitaji kuwa na uvumilivu, tunahitaji kuwa na subira katika kutenda jambo lolote. Lakini katika safari yangu ya maisha pia au safari ya kazi, nimejifunza kitu muhimu kwamba subira sio kukaa kimya. Subira ni kufanya kazi bila kukata tamaa. Subira sio kukaa kimya, ni kufanya kazi bila kukata tamaa. Fikiria unafanya kazi ambayo muda wote masaa 24 unaweza kusikiliza malalamiko ya watu, unaweza kusikiliza kero mbalimbali za watu, unaweza kusikiliza shida za watu, kama alivyo baba zetu hapo wakikaa ofisini kila siku tunakuambia na hivi na hivi. Lakini ndicho Mungu alichokupangia na ndicho Mungu alitakayopita. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na subira, vizuri kuwa na uvumilivu katika kila tunachokifanya, ili kusudi tuweze kufikia malengo. Waswahili wanasema muda ni mwalimu mzuri wa kila jambo ambalo tunaweza kulifanya. Tunamkumbuka katika Biblia, Yesu kumbuka Isaya, yule bwana aliyefikiwa na mgeni usiku, akawa hana chochote cha kumpa yule mgeni wake pale nyumbani, lakini akatambua kwamba nikienda kwa jirani yangu ninaweza kupata kitu chochote. Alivyoenda kwa jirani yake akaongea bwana, mimi nimeshakuwa na mke wangu, siwezi kuoa, hata kama ninacho, lakini siwezi kuoa sasa. Yule bwana alienda kugonga mlango bila kuondoka, akamwambia bwana, mimi hapa nilipo sina sehemu yote ya kupata chochote, lakini hapa kwako. Kadri alivyoendelea kusumbua, ndivyo yule bwana aliweza kuamka na kumpa mkate na baadaye akaweza kumhudumia yule mgeni wake. Sasa katika kanisa mara nyingi tunataka
sio wavumilivu wa kupoteza muda, tuwe na subira yenye hatua. Tuwe wavumilivu sio wa kupoteza muda, lakini watu wenye subira ya kuchukua hatua. Eneo la tatu nitaongelea kuhusu uongozi au cheo. Nafikiri pale mwanzo nimeeleza vizuri kuhusu nilikopitia, lakini katika hayo yote, pamoja na kwamba nimefanya kazi na watu mbalimbali, kama nilivyojitambulisha wale waliokuwa kiongozi wa kata, ngazi ya parokia na ngazi ya wilaya, lakini katika uongozi nilichojifunza ni kushirikiana na watu, kama Yesu alivyosema, mimi sikuja kuwahudumia, bali mimi sikuja kuhudumiwa, ila nimekuja kuwahudumia wengine. Kwa maana hiyo, sisi tunakumbushwa kwamba tunapopata viongozi katika nafasi mbalimbali, tujitahidi kuwa watu wa kuhudumia wengine. Tuwe viongozi ambao tunaweza kufanya kitu watu wakatufuata, badala ya sisi kufikiri fulani afanye alafu na sisi tuweze kufanya. Katika kanisa bado tunaweza kuwa viongozi katika vitu mbalimbali kama vijana, tunaweza kuwa na vijana kama hivi, tunaweza kuwa na miradi ya kujitolea, tunaweza kuwa na vikundi vya huduma kusaidia maskini, tunaweza kuwa kwenye jumuiya zetu, tunaweza kuwa na vikundi vya kwaya. Hapa kwenye kwaya kwa sababu ni mdao, utakuwa niseme kidogo. Nafahamu tuna kwaya yetu tunaita kwaya takatifu Dominika, ambayo imekuwepo hapa kwa muda mrefu, na kwa bahati nzuri nimeshiriki sana katika kuanzisha hii kwaya. Jambo ambalo pengine linakusikitisha ni kuona jinsi kwaya inavyoendelea mpaka sasa, kutokana na vile ambavyo sisi tulitarajia kuweka vijana pengine wote tulikuwa kwaya au tunaweza kuimarisha vizuri kwaya, lakini matokeo yake ilikuwa kidogo chake. Maanake kama vijana wenyewe leo pia tumeshindwa kutimiza wajibu wetu wa msingi. Tumesikia gharama mbalimbali ambao wametokea hapa, tusitumie hizo gharama. Ila leo watu wanaweza kulipa hapa, hata kama si hivyo, kuna walimu wasioweza kufundisha. Tusikae na vitu alafu usiku ukifika kule tunatuliza leo, kwani unasema tulikuwa hivi tulifanya, usiwe kama kuna kupoteza muda, lakini ukitumia kipaji chako katika kujenga kanisa, kujenga jamii. Tukumbuke kwenye vikundi tunaweza kupata fursa zingine. Sasa labda mtu labda una kazi, unataka kupata uzoefu fulani na kitu fulani kikakusaidia na wewe kufanya mambo mengine. Kwa hiyo uongozi wa kweli unaonekana katika matendo na sio maneno. Katika hili tujitahidi sana kuomba Mungu atuonyeshe njia ya kuhudumia wengine na sio utawala. Kama baba alivyosema, pengine kesho katika hapa tutakuwa kuna kitu parokia, tutakuwa kuna viongozi wengine na kazi mbalimbali za kanisa. Kwa hiyo tunakumbusha kwamba tujitahidi kuwa watu wa kuhudumia na sio watu wa utawala. Namba 5, changamoto ni fursa. Changamoto ni fursa. Tuna changamoto nyingi katika maisha yetu kama vijana. Tuna changamoto za ajira, mitandao ya kijamii, imekaa hivi mara Twitter, mara Facebook, mara simu gani. Kuna changamoto pia ya kutosikilizwa. Pengine unahitaji kusikiliza au usikilizwe, unataka mabadiliko lakini hayapatikani. Sasa unafanya nini kama vijana?
wamepata changamoto kwa kule mahali. Wamekesha usiku kucha, walikuwa hawapati kitu. Yesu alikuja akawaambia, nendeni atupe Yerusalemu ili muweze kupata matokeo mabaya. Inawezekana tumeshinda hapa usiku kucha, tutapata nini tena? Lakini walienda kwa imani na baadaye waliweza kupata sababu nyingi kwa mtu. Kwa tunakumbusha kwamba tunapopitia changamoto sio wakati wa kukata tamaa, bali ni wakati wa kuuliza na kutumia mpango wetu wa Roho Mtakatifu kama tulisikia leo siku ya Pentekoste, uweza kutafuta ufumbuzi wa changamoto tunazopitia badala ya kwenda kulalamika, sina kazi, wazazi hawanisikilizi, kanisa halitutendei haki, jamii sijui inafanya nini, alafu kifanya hivyo baki mtu akulalamika mpaka unakufa, lakini utakuwa kitu. Kwa hiyo tujifunze badala ya kulalamika, tutumie akili zetu, tutumie vipawa vyetu kuweza kutatua changamoto. Usiogope changamoto, tumia ubongo wako. Mungu amekupa akili ili uweze kuitumia kwa ajili ya kutatua changamoto. Namba 6, jiunge na kitu cha maana. Nashukuru sana kwamba tunaanza kurudi kwenye hizi misa zetu za vijana za kusaidia bila kuweza kupata mawazo mbalimbali. Lakini hapa kila mmoja na wazo lake unaweza kuisaidia jamii au kusaidia vijana. Kwa hiyo ukiwa katika kikundi chochote, iwe ni jumuiya, iwe ni kwaya, iwe ni kitu gani, hiyo sehemu ni fursa. Hiyo sehemu ni fursa kama vijana tunaweza tukatumia elimu yetu tulizonazo kujifunza vitu mbalimbali vya kielimu, vya kijamii, na vikatusaidia kwenye maisha yetu, vikaisaidia jamii, vikatusaidia kanisa na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo usiogope kuanza katika hatua ndogo. Unaweza kuanza hata kikundi cha watu watano, unafanya kitu kidogo, unapata mawazo, lakini baadaye ikawa wazo kubwa. Wenzetu wengi wanampuni mengi ya nchi zilizoendelea, usikia mtu yoyote, usikia leo sijui Benz, kitu anaanzisha mtu mmoja hivyo vile inaanzisha. Lakini leo kila mtu anaonyesha kitu ya Toyota, usikia anafanya kitu gani. Watu walianzisha kwa kuwa tuna kikundi au kwa kuwa tuna familia na kupata wazo. Watu usiogope kuanza katika hatua ndogo, kwa sababu zinatusaidia na tunafuraha. Leo hii tuchukue hatua moja, tujiunge na kitu. Tunapomwomba Mungu abariki kazi za mikono yetu, na tukiwa hatuna chochote, Mungu atabariki na Mungu naomba nisaidie niweze kupata hata. Lakini wewe huwezi kuuza hata karanga, huwezi kupika hata uji ukauza hapo mtandaoni, huwezi kuchukua machungwa baada ya kutangaza ukauza. Sasa unataka Mungu akubariki vipi? Unataka Mungu akupe nini? Abariki mikono hiyo inafanya nini? Kwa hiyo tujifunze kuanza katika ndogo zitakaza kusaidia kusonga mbele katika maisha yetu. Namba 7, nenda haraka kabisa. Mungu ni msimamizi wako au msimamizi wako. Ndio maana nyingi tunaona kwa kusema kwa mwanzo, Mungu ameshakutoa kwanza na kuongoza maisha. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata kitu, unaona unakuwa hofu, lakini kumbe kama Mungu anakuwa pamoja na sisi katika hizo safari zetu. Kwa hiyo tujitahidi kumtegemea Mungu katika yale ambayo tunafanya na katika hatua zetu ndogo tunazozianza. Tumshirikishe Mungu, tumshirikishe Roho Mtakatifu ambaye tumesikia leo hapa kwa kila mmoja ana kipaji chake na anaweza kutumia kwa namna yake. Kwa tufanye kazi kwa bidii, lakini tuamini Mungu. Unaweza kufanya kazi wewe unachoka ukafanya nini, lakini kama mtumishi Mungu mwisho wa siku itakuwa haina maana yote, kwa sababu unaweza kufahamu wewe umewekwa hapo na Mungu akakuumba, amekupa kufanya hivyo. Kama yeye amefanya hivyo, maana yake tayari anajua kuna kitu unachofanya na yeye atakuongoza. Kwa hiyo tufanye kazi, lakini tumwachie Mungu leo matokeo. Sio na haraka ya kutaka tupate kile ambacho tunahitaji, lakini sisi tufanye kazi na tumwambie Mungu, nimeshafanya kazi ya kutosha, naomba ubariki kile tunachofanya na Mungu atatusaidia. Hitimisho. Wito wa mwisho lakini sio wa muhimu. Kila mmoja wetu ana kipawa. Mungu ametupa kipawa cha muziki, sanaa, uandishi, teknolojia, uongozi na kadhalika. Tunakumbusha leo kutoka vipawa vyetu ili viweze kusaidia jamii, kutusaidia wenyewe na kusaidia familia zetu. Amini katika Mungu, yeye
wengine walikuwa wanamstaafu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Changamoto ni nini? Ni fursa. Na subira ni nini? Umesikia? Nataka ni subira. Subira ni changamoto ni fursa na subira ni nini? Ninaona nimeandika hapo. Nataka sisi shule tumekaa hapa kwa ajili ya kuandika. Nataka kurudia masomo baadaye. Subira ni silaha. Sasa mwingine alikuwa ananiambia kwa Kiswahili moja kuuliza nini? Lakini kwa nini haraka? Sasa tusomee wapi? Moja kuuliza nini? Haraka nini? Sasa mwalimu anatuambia subira ni silaha. Watu subiri. Vijana lazima tuvumilie. Sio haraka. Haina nini? Haina baraka. Lakini tunamshukuru sisi kama nilivyosema, nimemwacha brother ongea kwa sababu ni mdogo wake na kusema kweli anaongea na anamaliza. Kwa hiyo mimi tunahitaji kuongezea kwenye mambo kuongea ili itatusaidia kwenye mambo. By the way, leo ni birthday ya mwanangu wanne. Birthday ya mwanangu pamoja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kama alivyosema kwa ndugu mzao kwa Kristo Tanzania ni waka lakini sio mzee. Amina. Sasa nataka tuongee kama vijana. Sisi jamani tunataka kuanza na kitu kwanza. Sio kama kwa nataka kusema kwa sababu wewe ni mzee wakati. Sasa na baba watoto wake wanasema na nimeoa mke mmoja ndio Katoliki na ndio mwanamke. Amina. Sawa. Mimi nakutaka tu kushirikisha kama nilivyosema. Sisi kama vijana, mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe. Bado niko kama wewe. Sisi sasa vijana sote. Kwa mimi kama kijana, naonyesha kitu ambacho nimejifunza kwa experience ya kadhaa. Kuna vitu ambavyo nimeviona hapo vijana wengi tunaona kwenye maisha yetu, na imekuwa ni siku nzuri sana ya leo kufanya hiki kitu tunachofanya, kwa sababu kama mlisikia vizuri kwenye somo la pili, Mtakatifu Paulo alikuwa anaongelea kuhusu gharama. Sawa, naomba nianze hapa tuendelee. Kwenye gharama, kila mtu ana kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake. You are not an accident. Sawa, wewe unaweza duniani kwa bahati mbaya. Sawa, hata kama alikuwa kama mtoto au kuzaliwa kwa bahati mbaya, kuna kitu ambacho Mungu amekuweka duniani ili ukifanye. Kristo na ni lazima ukifanye. Namna nzuri ya kufanya si kama ambao Roho Mtakatifu anafanya mkaribishe kwenye maisha yako, kumwambia kuongoza ili usiishi maisha pale ya kupoteza muda. Sawa, wanajua ile siku kifa yake watu wanapambana, yani mpaka kanisa kwenda kupumzika huduma. Leo unakuwa kama taasisi, unaelewa? Unaelewa na kwa taasisi, yani taasisi kifa au leo sio kuna baba kuna kitu ambacho kama unasikia benki fulani tunafanya fulani au
kabla ya kwenda huko, mimi nikuelewa watu wengine. Na ni maana nataka kwenda mzee kwa sababu mimi nimezaliwa Kibaha kwa sababu sikalizi. Sawa, kwa mimi nikuelewa nimezaliwa Kibaha pale nimekuja kwa mara. Tumeishi maisha kwa baba kwa kabisa. Na mambo yalikuwa yanakuza chini. Hapa pale sana. Mara sasa kwa mseme kama katika klabu tulipotea na maisha kwa Mungu. Yaani siwezi kuja sababu mimi siwezi sasa kwa baba na kwa sababu hapa tunakuja kwa tunataka kuja kwa sababu hapa baada ya saa sisi tunataka kwenda kwa. Lakini tunaomba ni mseme jambo hili baada ya kwa sababu mwanzo. Ninaweza kukashia baada ya kutoka kwa maisha binafsi na hizo kwa sisi kwa wengine kwa sababu Mungu amebariki na mshukuru. Kwa sababu najua pia mimi nimeisha tulikuwa ni kuna kitu kabisa hadi chakula yaani hapo wewe unatokea unasema kama sisi kwa pato si yako kwa hiyo tulipanga kwa hiyo imani sasa sio sana sawa lakini sasa na maisha na mshukuru maisha na kazi kwa msingi sawa lakini nataka kuambia kwamba yaani maisha yako unaishi sasa hivi haimaanishi kwamba ni mwisho. Sawa? Sasa maisha ambayo Mungu amekusudia wewe. Sawa? Kitu cha kwanza ambacho tunataka kuelewa ni identity crisis. Yaani kama kuna wewe tuna changamoto ya kutambua identity wewe ni nani. Mtu akikuangalia wewe ni nani? Yesu atakwambia vitu vyake atauliza kwambia watu wanasema mimi ni nani? Wengine wanasema wao bila sisi sio wale mmoja wala mwingine sio nani. Lakini Petro alikuwa anamwambia wewe ni nani? Sawa? Hiyo ndio ndio sawa. Na mtakatifu Paulo aliwaambia katika anasema mtu yoyote asidharau ujana wako. Sawa? Na msimulie mtakatifu Paulo anasema na waambie ujana kwa sababu una nguvu na mshinda shetani. Sasa hapo kwenye identity crisis hapa watu wengi wameshaanza kutoka jamii tunaangalia picha huko yanatufanya tuone kama sisi tumechelewa kwenye maisha. Sio kweli. Sawa. Hawa wasanii na wao wanaposti magari, sio madini, majumba na vitu vyote hayo. Unajua baadaye wewe watu washughulishwe jamani kwa sababu ya mengi. Sawa. Hauelewi ile shughuli nini kwa shetani ndio sawa. Sio unaelewa? Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana. Wewe Mungu ndio aliyekupa wewe. Ndio anayejua wewe Mungu unafanya nini kama wewe. Mtafute Mungu. Roho Mtakatifu Mungu anakuongoza. Sawa? Lakini pia usiogope kufanya kile kitu ambacho ndani yako unataka kufanya. Sio tu kufanya mambo. Sawa? Na kwa hiyo kitu ambacho tunataka kuonyesha identity crisis. Sawa? Find your identity in Christ. Yesu aliyekuwa kwa yeye ndiye amekuwa kwa Mungu. Wakati kwenye kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo na tuanze kusoma kwa Yesu. Wewe ni mjane kwa majibu yote kwa sababu yaani kusoma Biblia, lazima kusoma vizuri na kutafakari. Sawa? Unaweza usipende kusoma kitabu kingine chochote ambacho ni sababu ya kuongea kwa Mungu. Ndio. Ambayo tunasoma pia mimi kwa naambia kwa sababu maisha kwa sisi ni yule mtu ambaye si fulani sana chochote sio ndani kwa naona watu wanaishi fulani lakini maisha kwa watu wanaishi hivyo sisi kama ni kwa kusema watu kwa sababu unajua ni kutoka sawa wao wanajua kuishi maisha kwa sisi na wanajua kuishi maisha ya mtu ambaye anatamka sawa